Kwa majina naitwa Abinoa Mgilson Mgomba, ni mkazi wa Mazae. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2012, 13, 14, 15 niliingia mkataba wa kutoa huduma ya usafi mji wa Mpwapwa na hospitali ya wilaya ya Mpwapwa. Mpaka mkataba wangu unaisha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa nadai shilingi milioni 108, kwa maana kwamba nilikuwa nalipwa kila mwezi shilingi milioni 3. Mwaka 2018, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkaguzi wa ndani alikagua deni langu. Nilikuwa nimelipwa shilingi milioni 89 tu, lakini yeye akasema kwamba nadai shilingi milioni 6 badala ya milioni 19. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimenyanyasika sana na halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa, naomba msaada wako, kwani hata hiyo milioni 6 yenyewe, milioni 2 walicheza dili wakachukua kwa ajili ya kulipia kibanda, eti kibanda changu kiko sokoni, wakaichukua wakaja kugawana. Katika milioni 6 hiyo nililipwa milioni 4 tu kati ya milioni 19. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba msaada wako, nimefanya kazi halali na nazungushwa hela zangu mpaka sasa hivi nina pressure, natumia vidonge. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya, ndugu mkurugenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyosema ndugu Abinoa, alifanya kazi ya usafi katika mji wa Mpwapwa mwaka 2012 mpaka 2015. Katika kipindi hicho chote alikuwa analipwa. Lakini baada ya kuleta maombi ya mwisho milioni 19, mkaguzi wa ndani wakati huo mwaka 2020 Bwana Rashidi alikagua na akakuta madeni yale sio halali, anapaswa kulipwa milioni 6. Na katika hiyo milioni 19 yeye anasema anadai milioni 13, lakini mkaguzi amecomment baada ya kupitia nyaraka zile amekuta ni milioni 6 deni lake na amelipwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kwa milioni 6 zilishalipwa. Amelipwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa ndugu wananchi, kwenye uendeshaji wa serikali mkurugenzi yuko sahihi. Tuna mambo mawili kwenye masuala haya ya fedha, na ninyi wananchi huwa mnafuatilia. Jambo akiandika CAG na likawa limeshapata ile verification ya mwisho, uruhusiwi kulikataa kwa maelekezo, ni mpaka zile taratibu zake za kisheria. Na ndio maana hata kufuta deni tu la serikali ni mpaka CAG akubali. Ukirudi kwa maafisa masuhuli, mkaguzi wa ndani akishakagua akasema hii ni sahihi, hii sio sahihi, afisa masuhuli hawezi kwenda kinyume, na akienda kinyume litakuwa ni kosa la kisheria la moja kwa moja, kwamba alishauriwa na mkaguzi wa ndani na yeye akafuata matakwa yake. Kwa hiyo kwenye hili ambalo ameelezea mkurugenzi, maadamu mkaguzi wa ndani alikagua akaliona hivyo, ni vinginevyo kwa taratibu za kikaguzi, ndugu yangu awasilishe tena nyaraka zinazoonesha, aziwasilishe nyaraka tena kwa mkaguzi yule aliyekagua, kumshawishi kwamba kile ulichosema sicho. Lakini mkaguzi wa ndani taarifa yake haibadilishwi na afisa masuhuli. Kwa hiyo kwa kuwa ndugu yangu ananyosha mkono na anaonekana bado ana nyaraka, mkurugenzi atafacilitate, atawezesha wewe ukutane na mkaguzi. Hebu uje ufikishe hizo nyaraka zako zinazoonesha unadai, kwa sababu wenzetu wale wa ukaguzi huwa wanafuata nyaraka. Usipoonesha nyaraka, ana rule out kwamba hicho unachokidai hakiko supported na nyaraka yoyote. Kwa hiyo wala tusibishanie hapa, hatutafikia mwafaka. Kama una nyaraka ambazo zinaonesha kwamba kile alichosema mkaguzi ni pungufu ya kile kilicho sahihi, ndugu yangu, muonane na mkurugenzi ili mkurugenzi akuunganishe na
mkaguzi, zifikishe zile nyaraka za madai kwa mkaguzi, kwa sababu lilishakaguliwa. Fikishe tena zikaguliwe ili kuweza kupata uhalisia.